Katika operesheni yake maalum nchini Ukraine, Urusi imefanya mashambulizi mazito na kuua watu 17 huku makumi ya watu wakijeruhiwa vibaya kwa sababu ya mashambulizi hayo iliyoyafanya Urusi. Urusi inaendeleza mashambulizi mazito huko nchini Ukraine. Mashambulizi ya makombora na drone za Urusi zimewaua watu 17 katika jiji la Kiev na maeneo yanayozunguka. Ukraine imesema haikufanikiwa kudungua hata kombora moja, huku Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiwataka washirika kuharakisha utoaji wa mifumo ya ulinzi wa anga. Mashambulizi makubwa ya makombora na drone za Urusi zimefanya hali kuwa mbaya huko nchini Ukraine. Hata hivyo, mashambulizi hayo yanazidi kuhofiwa huku ikidaiwa kwamba watu 17 wameuawa katika mji mkuu wa Ukraine Kiev na maeneo ya jirani na jiji hilo. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema watu wengine 44 wamejeruhiwa vibaya katika mashambulizi hayo. Milipuko mikubwa ilisikika Kiev muda mfupi baada ya usiku wa manane, baada ya ving'ora vya tahadhari ya mashambulizi ya anga kulia kwa zaidi ya saa moja. Jeshi la Ukraine limesema Urusi ilirusha drone 115 pamoja na makombora 28 ya kasi kubwa yakiwemo makombora ya ballistic. Katika makombora hayo inasemekana Ukraine imedungua makombora 98, lakini rais wa Ukraine anasema hakuna kombora lililodunguliwa kwa sababu hawana mfumo wa ulinzi wa anga. Mamlaka ya kijeshi ya Kiev imesema maeneo 7 ndani ya mji huo yalishambuliwa vibaya. Majengo ya makazi, maghala, miundombinu na kituo cha reli ni miongoni mwa maeneo yaliyopata uharibifu. Maafisa wamesema watu 8 wameuawa katika shambulizi kwenye kituo cha reli mashariki mwa Kiev. Wafanyakazi 3 katika kituo cha kuchambua na kusambaza vifurushi vya posta pia waliuawa. Maghala na vituo vya usafirishaji vimeshambuliwa pia. Kampuni ya maduka ya Epicentry imesema vituo vyake vya usafirishaji vilishambuliwa na ghala moja limeteketea kabisa huku mfanyakazi mmoja akiuawa. Meya wa Kiev Vitali Klitschko amesema ghala moja karibu na katikati mwa mji iliharibiwa na waokoaji walifanikiwa kuwatoa watu 2 kutoka kwenye vifusi. Alisema kulikuwa na uwezekano wa watu wengine kuwa bado wamekwama chini ya vifusi wakati shughuli za uokoaji zikiendelea. Mashambulizi hayo pia yamesababisha moto katika maeneo kadhaa na kuvuja kwa gesi ya amonia, hali iliyowalazimu wahudumu wa dharura kuingilia kati. Urusi imesema mashambulizi yake yalilenga vituo vya usafirishaji, ugavi na usambazaji ambavyo kwa mujibu wa Moscow vilikuwa vinatumika kuhifadhi na kusafirisha silaha na vifaa vya kijeshi pamoja na kutengeneza na kusambaza ndege zisizokuwa na rubani. Ukraine hata hivyo imeshutumu Urusi kwa kushambulia kwa makusudi raia na miundombinu ya kiraia. Urusi imekuwa ikikanusha kuwa inawalenga raia. Baada ya mashambulizi hayo, Zelensky amerudia wito wake kwa washirika wa Ukraine kuipatia nchi hiyo mifumo na makombora zaidi ya ulinzi wa anga, hususan Patriot iliyotengenezwa Marekani. Makombora ya kuzuia mifumo ya ulinzi wa anga ya kuzuia makombora ya ballistic ndio yangeweza kuokoa maisha ya wale waliouawa leo, Zelensky aliandika katika mtandao wake wa X. Amesema ucheleweshaji wa kuipatia Ukraine vifaa hivyo au kutokuwa tayari kutoa mifumo ya kujikinga na makombora ya ballistic kunachangia moja kwa moja ongezeko la vifo na uharibifu. Zelensky alikutana na rais wa Marekani Donald Trump wiki iliyopita, ambapo miongoni mwa mambo yaliyokuwa akiyatafuta ni ruhusa kwa Ukraine kutengeneza mifumo ya Patriot nchini humo. Urusi imeongeza mashambulizi dhidi ya Kiev katika miezi ya hivi karibuni. Mnamo Jumamosi ya wiki iliyopita, watu 10 waliuawa na zaidi ya 30 walijeruhiwa katika mashambulizi ya Urusi dhidi ya mji huo na viunga vyake. Uchambuzi wa shirika la habari la AFP na takwimu za jeshi la anga la Ukraine unaonyesha kuwa Urusi ilirusha idadi kubwa zaidi ya makombora dhidi ya Ukraine mwezi Julai tangu vita hivyo kuanza. Ukraine nayo imeongeza mashambulizi na drone ndani ya Urusi, ikilenga hasa maeneo ya mafuta, gesi na vituo vya ugavi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.